Huyu dada amekaa miaka 15 kwenye ndoa na miaka 40, aliolewa bikira, kafikisha miaka 40, hajui mwanaume mwingine yoyote. Anajua kufanya kazi kwa bidii. Anajua kufanya kazi kwa bidii kiasi kwamba na kujinyima, wamejenga, wana maisha mazuri na mume wake. Lakini huyu dada alifika mahali alianza kuwa mzinifu wa ajabu. Anatembea na watu wazima, anatembea na vijana wadogo, anatembea na kila mtu anayekuja mbele yake. Tena anasema kabisa kwamba yeye alianza, mimi namalizia wanaume waliobaki, akifikiri analipiza kisasi. Lakini kumbe kuna tunu kubwa sana iliyokuwa ndani ya huyu mwanamke, heshima kubwa sana mbele za Mungu na wanadamu, ambayo mwanamke huyu ameipoteza, amekuwa kama takataka kwenye jamii. Lakini alifikiri analipiza kisasi. Unajidhalilisha na kujiumiza tu wewe mwenyewe. Kama umesalitiwa, kama umeumizwa, jilinde. Na naomba nilianze somo hili na kastori fulani hivi kafupi, kwa ajili ya kusaidia kukielewa hiki kisomo kwa haraka. Kulikuwa na huyu dada. Huyu dada alikuwa ameishi na mumewe kama miaka 10 vizuri kabisa, wamefunga ndoa kwa kufuata taratibu za dini yao, wana familia nzuri kabisa. Miaka hiyo 10 walioishi walikuwa wanapita kwenye ile kipindi tunaita phase 2 of the marriage. Tunaita kipindi cha pili cha ndoa, kipindi cha kujuana uhalisia, mwanaume kumjua mkewe uhalisia, mwanamke kumjua mumewe uhalisia, kipindi ambacho watu wao wanatakiwa kushikamana, wanatakiwa kuvumilia, wanatakiwa kila mmoja kuweka juhudi kwenye kujenga mapatano ambayo kwa kawaida huwa yanasambaratika mara kwa mara. Wanatakiwa kushikamana, kuomba Mungu ili wavuke hicho kipindi salama. Wakivuka kipindi cha pili kwenda kipindi cha tatu huwa ni nzuri zaidi, huwa ni vyepesi zaidi. Sasa katika mwaka wa 10 hawa ndugu walikuwa kwenye peak, wanaita peak, yani hali ya juu zaidi ya misukosuko katika ndoa yao. Ilitokea mara moja mwanaume kamsaliti mkewe, lakini mara nyingi mwanamke anaona kama huyu mwanaume hanisikilizi, huyu mwanaume hanijali, huyu mwanaume hanithamini. Ndio kile kipindi ambacho saa nyingine unatembea barabarani, mwanaume anageukia binti mwingine waliyepishana naye, mwanamke inamuumiza, anageukia yule, mbona mimi niko hapa? Ina maana mimi alivyokuwa ananiona nyuma saa hizi anioni vile, kashanichoka au vipi? Kwa hiyo yule mwanamke alikuwa na maumivu makubwa sana. Wakati anaendelea kuhangaika hivyo kwenye moyo wake, anajisikia mpweke, anajisikia namna zote za ugumu. Siku moja alikwenda mahali akawa amekaa amejishikia tama. Alikuwa anaingia supermarket. Nje kulikuwa kuna sehemu nzuri na kivuli, akakaa bila kujitambua. Kutokana na yale yaliyomjaa ndani yamekuwa kama mzigo, akajishikia tama, akatulia. Akapita baba mmoja, akamfuata kwa karibu. Akamuuliza, dada, habari yako? Akamwambia, nzuri. Vipi, mbona umejishikia tama hapa? Akasema, niko salama tu. Akumueleza shida zake, maana alikuwa ni mtu tu mgeni. Akajaribu kumpigisha story kidogo katika kujaribu kuona kwamba anamchangamsha. Kampigisha story, huyo kaka akiwa na smile vizuri kabisa, na ni kaka tu mwenye sura ambayo amebarikiwa, kama vile kafanana na mama yake kidogo, anapendeza pendeza. Kwa hiyo wakaongea pale kwa dakika 15. Akamuuliza, kwani safari yako unaenda wapi? Akasema, nilikuwa naingia hapa supermarket kununua baadhi ya vitu. Kaambia, twende na mimi naingia huko. Basi yule dada akawa ameshachangamka, ameinuka, wakaingia supermarket, wakanunua vitu, wakawa wanatoka. Wakati wanatoka, wakabadilishana namba za simu. Basi baada ya kubadilishana namba za simu, yule dada alijisikia changamko kubwa sana ndani ya moyo wake. Yaani ndani ya moyo wake akawaza, yani kile ambacho nimekuwa nikikikosa siku zote leo nimekipata. Yaani yule mwanaume haoni uzuri wangu, anioni kama mimi napendeza. Leo kuna mtu kaweza kuni appreciate, wanasema Kiingereza. Kaweza kuona kwamba mimi pia napendeza, ameniongelesha vizuri namna hii. Yaani kafurahi, karudi nyumbani ana raha. Kalala huo usiku ana raha, anamwazia tu yule kaka, anatamani yule kaka angekuwa karibu naye, ili yani aanzishe mahusiano mapya ambayo yatampa furaha, sio kama yale ya ndani ya ndoa yake ambayo naona sasa ni mzigo na ni mateso. Basi siku ya pili huyo dada akamsalimia yule kaka, baada ya kuona asubuhi kumekucha hajamsalimia, saa 4 saa 5 kamsalimia za asubuhi, yule kaka akamjibu nzuri. Siku ya 3 huyo dada tena ndo kamsalimia huyo kaka. Siku ya 4 yule dada akaanza kujiuliza, huyu kaka ana mtu mwingine, mimi hapa nakaa na fantasize, Kiingereza wanaita fantasize. Nakaa namwazia, natamani kila saa aniongeleshe, lakini aniongeleshi, au ana mtu mwingine. Basi hiyo siku ya 4 huyo kaka kama amempigia simu, habari za toka siku ile, unaendeleaje nini? Kidogo nilikuwa bize na kazi, ndio maana sikuweza kutafuta, na message nilikuwa nachelewa kujibu. Haya wakamaliza. Siku ya 5 tena hajampigia. Siku ya 6 yule dada akamtumia message.
Ilivyoisha siku 7 yule dada akashindwa kuvumilia. Akaamua kumpigia simu yule kaka. Akampigia simu, wakaongea kidogo. Baada ya kuongea wakaja wakakutana. Wamekutana tu ili waongee mahali, lakini hadi wakaanguka kwenye uasherati bwana. Wameanguka kwenye uasherati. Huyo dada sasa ameanguka kwenye uasherati na huyu kaka ana muda kama miezi 2 hajakutana na mume wake nyumbani, maana siku huko kuna bifu. Yale mambo mengine hayajafanyika. Kakutana na huyu kaka, alafu nyumbani na mume wake wakakaa kama mwezi mwingine. Jumla imeshafika miezi 3 hawajakutana. Lakini hiyo siku ile kukutana na huyo kaka akagundua mwezi unaisha, mambo hayajakaa vizuri. Kaenda kupima akajikuta mjamzito. Sasa anajiuliza hapa inakuaje? Kwenye moyo wake anawaza yule kaka kama hana mtu, ni afadhali tu mimi niachane na huyu mume wangu kwanza. Yani kama anasikia raha nitamwambia tu mimi nina mimba, tuachane, niendelee tu na huyu kaka mwingine. Yani anaona huyu ndio ambaye ninamhitaji, kwa sababu kila wakikutana naye huyu kaka yuko charming sana. Anaongea naye kwa furaha kama kutaka kumfariji. Basi bwana, akamtafuta yule kaka akamwambia mimi ni mjamzito. Huyo kaka akamwambia naomba tuonane kwa haraka. Walipokuja kuonana akamwambia bwana, mimi nilikuwa najaribu kukufariji tu. Nilivyokuona pale huna raha. Lakini mimi ninajuta sana kwa kujikuta, yani najuta kwa nini nilikutanishwa na wewe. Najuta kwa nini siku ile hata nilikuja kukufariji. Najuta kwa nini umebeba hiyo mimba. Yani huyo kaka aliongea maneno, yani yale maneno ambayo mwanamke akiyasikia moto ukiingia ndani ya masikio haufai, jinsi anavyoumizwa. Sasa yule mama akashangaa, huyu ambaye nilikuwa namuona ananipenda hivi ni nini hiki kimetokea? Akamwambia kwani mbona umekuwa kama mtu mwingine, sio yule ambaye nimekufahamu hii mwezi huu wa 2 sasa. Akamwambia mimi I'm happily married. I'm happily in marriage. I'm happily married. Mimi niko na ndoa yangu. Ndoa yangu ni nzuri sana. Mke wangu ni mvumilivu. Mke wangu ananiheshimu. Nina mke mnyenyekevu. Nina mke ambaye yani wewe pale, yani nilivyokukuta wewe pale nimejikuta tena nimeisha msaliti mke wangu. Ninajuta sana kumsaliti yule mwanamke, kwa sababu nishamsaliti huko nyuma akanisamee yule mwanamke, lakini nimejikuta nimemsaliti tena na wewe. Sijui pumbavu gani niliyofanya, najuta mimi. Yani nina mwanamke, yani duniani hamna mwanamke kama yule. Sitaki kabisa hiyo habari ya mimba ikasikika mahali popote. Mimi naomba uondoke na hiyo mimba, unisahau. Iwe kama huyo mtoto zawadi yako. Na huyo kaka akaondoka zake. Yule dada akaanza kulia. Akalia. Baada ya kulia, akadelete ile namba ya yule kaka. Hakutaka tena kuwasiliana naye. Akaiondoa mahali kokote kwenye simu yake. Lakini kuna akili fulani kamuingia ndani kwamba hivi mimi ni mwanamke wa namna gani? Yaani kwamba mume wangu ananikosea yale makosa anayonifanyia, lakini huyu mwingine inaonekana mke wake naye alimsamee mara ya kwanza. Leo kamsaliti mara ya pili, mwanaume anajijutia hivi. Hivi kwa nini nisiangalie na mimi nikawa mwanamke mwenye namna fulani, mume wangu aweze kunitazama kama huyu anavyomtazama mwanamke wake? Akaumia sana kwenye moyo wake. Siku akarudi nyumbani, amejipanga ili kuangalia ni jinsi gani ataweza kupatana na mume wake. Sasa mwanamume hajui kwamba yeye ana mimba. Hapo anaificha kila namna. Tema mate ovyo, hamna nini. Kwa hiyo akarudi nyumbani, akawa mkimya, mtaratibu, ndani anawaza ni jinsi gani nitarejesha yale mahusiano ndani ya nyumba yangu. Akashangaa mara mume wake akamkalisha chini, akamwambia naomba tuzungumze. Akamwambia mimi nimekuwa naumia sana hivi tunavyoenda. Ndio nilikusaliti, nikaomba msamaha. Nimetamani sana yale yaishe ili tupatane, tuweze kukaa vizuri. Yaani mume wake akaongea vizuri sana. Huyu dada akajigundua kwamba kumbe ndani yangu nilivyokuwa nimebeba namna fulani ya uchungu na maumivu na ninashindwa kusamehe. Kwanza imenipelekea mimi kuanguka kwenye uasherati. Lakini pili, kumbe ilikuwa inatoa nafasi ya kutengeneza mapatano ndani ya ndoa yangu. Sasa amesha kuwa tayari kupatana na mume wake, wanaongea vizuri, mambo yanaenda vizuri. Tayari mambo yako vizuri ndani, lakini sasa ana mtihani. Ana mwezi wa 3 hajakutana na mume wake na yeye ana mimba mwezi mmoja. Hii mimba itakapofikisha miezi 7 mtoto anazaliwa itakuwaje? Mtihani ndio aliokuwa amebaki nao kwenye moyo wake sasa. Kwa hiyo mimi leo ninakuletea hichi kipande kwamba mwanamke, na hii inaweza kufaa hata wewe mwanaume, itazame kwa upande wako vile vile. Kama umesalitiwa, kama umeumizwa, jilinde. Jilinde. Kwa sababu hali ya kusalitiwa, hali ya kuumizwa, ukiwa moyoni bado hujaweza kusamehe, yako mambo kadhaa yanayokuzunguka.
ni kama adui, yani ninamuona kama chatu hivi. Yani ujumbe huu, wewe unayenisikiliza, ujumbe huu umekusudiwa mtu mmoja. Nimemuona kama chatu anamviringisha dada fulani, anamviringisha afa kimtupa chini, ana nguvu yote, anammeza. Kama umeumizwa, ni chatu likubwa linakuzingira, inatakiwa ulishinde. Jilinde, jilinde. Jilinde kwa namna tatu. Kwa namna ya kwanza, jilinde kimwili, kwa sababu kama umesalitiwa, kama umeumizwa na hujaweza kusamehe huyu aliyekuumiza, uko kwenye hatari kubwa sana kimwili. Jilinde. Kusamehe ni kujilinda. Uko kwenye hatari kubwa kimwili. Kwenye hatari kubwa kimwili kwa maana ya kwamba wataalamu wanatuambia karibu 70% ya watu wanaopata magonjwa ya kansa huwa wanakuwa wameumizwa na hawajaweza kusamehe. Lakini kuna magonjwa kama vidonda vya tumbo kwa kawaida yanaambatana sana na hali ya kutosamehe. Kuna magonjwa pia kama ya high blood pressure. Kuna magonjwa wakati mwingine hata kisukari yanaambatana na hali ya kutosamehe na msongo wa mawazo. Jilinde mama, jilinde baba unayenisikiliza. Kama hujaweza kusamehe na umeumizwa, unatakiwa ujilinde, kwa sababu kuna adui hapo kimwili anataka kukumaliza. Anayetaka kumalizwa ni wewe. Na unaweza kufanya vitu vingi, unaweza kufanya vitu kadhaa. Jambo la kwanza ambalo unaweza kufanya ni maamuzi tu ya akili yako kwamba hili nililokosewa nimeamua kulisamehe. Habari ya maisha yako utaendeleaje utaamua baadaye, lakini cha kwanza amua kusamehe. Na utakuta ukiumizwa kupita kiasi, kusamehe peke yako inakuwa ngumu. Kama inakuwa ngumu peke yako, tafuta washauri nasaha. Tafuta washauri nasaha. Ninakushauri kwanza, nenda kwenye dini yako. Wako waombaji ambao ni washauri nasaha kwenye dini yako. Kila dini na watumishi wanaweza kukusaidia. Waeleze, mimi nimeumizwa namna hii, ninatamani moyo wangu usamehe ili niwe na amani, lakini ninashindwa. Watakushauri na kukuombea. Mimi ninajua wanaotumia Biblia wako wengi, ukinifuata nitakuunganisha nao. Kama wewe ni dini nyingine, wafuate viongozi wako wa dini wakusaidie. Ukishatafuta therapy, ukishatafuta mtu wa ushauri akakusaidia, utakuta unafanyiwa wepesi na unawezeshwa kuweza kusamehe na kuachilia huo mzigo. Lakini baada ya namna ya kwanza ambayo nimekuambia ni kimwili, unakwenda kuumizwa kimwili. Lakini kimwili pia iko namna hapa ya pili ndogo. Kimwili pia unaumizwa kupitia kisasi. Yaani ukimwangalia kama yule dada niliyekupa mfano wake, ndani yake alikuwa anawaza kwamba na mimi nikipata mtu mwingine nimlipizie kisasi. Yaani kana kwamba kuna namna fulani ninafarijika. Wakati mwingine wengine wanaenda moja kwa moja wanataka kulipiza kisasi. Wako wengine hawaendi moja kwa moja kulipiza kisasi, lakini anatafuta faraja. Ndio maana wengine wanaenda hata kwa ex, wanampigia simu. Wengine anakuwa kama hivyo amekutana na mtu, rohoni mwake anaona anapata faraja. Lakini ile hali ya kisasi ni hali ambayo utajiona wewe unamlipizia mtu kisasi, lakini unayejiumiza ni wewe. Jilinde mwanangu, jilinde mwanamke mwenzangu, jilinde mwanaume. Hebu tazama huyu dada ambaye alikwenda aidha anatafuta kufarijika, aidha anamlipiza kisasi mume wake. Angalia jinsi ambavyo kile kisasi alifurahia kuongea na huyu mwanaume kwa mwezi mmoja, akakutana naye mara moja, akafurahia mara moja, lakini angalia mateso aliyobaki nayo kwenye moyo wake. Anajisikia kudhalilishwa zaidi kwa sababu huyu mwanamume amemjia akimwambia jinsi ambavyo yeye sio wa thamani kabisa, ni kama takataka. Ila mke wake aliyemsaliti nyumbani kwake ndio wa thamani. Huyo ndio anayemheshimu. Kwa hiyo ameumizwa zaidi. Na nimekutana na mengi katika hali hiyo, watu wanaumizwa sana anapofikiria anakwenda kulipiza kisasi. Lakini iko namna ya tatu, ni kiroho. Sasa kiroho ndio kabisa adui ukiwa tu umeumizwa anakuviringa hivi, anataka kukumaliza. Kiroho, hebu angalia huyu dada amebeba mauchungu rohoni. Uchungu ni dhambi, wenyewe unaweza kupotosha, lakini amejikuta ameshaanguka kwenye uasherati. Na ndio maana natamani wewe ambaye ni mwanamke mwenzangu tunafuatana, hebu jiulize, wewe unaweza kuwa mwanamke, nimekutana na wanawake wa namna hii. Mwanamke ambaye alijitunza, akaolewa akiwa na miaka 25, miaka 28, akiwa virgin, akiwa bikira kabisa. Mwanamke amejitunza, mwanamke safi, mwenye sifa zote za mwanamke bora. Akapata mwanaume, akapata mchumba, akafuata taratibu zote za nyumbani, akaondolewa nyumbani vizuri kwa heshima zote impasavyo mwanamke, kama ambavyo jadi yetu, dini zetu zinaongea. Akaolewa, yuko kwa mumewe. Wamekaa na mume wake miaka 10, ana miaka 35, miaka 15 na miaka 40, mume wake amekuja kumsaliti. Sasa nishakutana na wanawake wa hivyo. Mwanamke
Anafika mahali mume wake kamsaliti, yale maumivu, ule uchungu, anaamua bwana, ngoja na mimi nitafute jinsi ya kufanya nini, kujifariji. Na siku hizi hayo yanafundishwa sana kwenye mitandao. Open your marriage kama mume wako anakusaliti. Kama anakusaliti na wewe, fanya hujafunga ndoa, fungua na wewe kuwa huru. Huyu dada amekaa miaka 15 kwenye ndoa na miaka 40. Aliolewa bikira, kafikisha miaka 40, hajui mwanaume mwingine yote. Anajua kufanya kazi kwa bidii. Anajua kufanya kazi kwa bidii kiasi kwamba na kujinyima, wamejenga, wana maisha mazuri na mume wake. Lakini huyu dada alifika mahali alianza kuwa mzinifu wa ajabu. Anatembea na watu wazima, anatembea na vijana wadogo, anatembea na kila mtu anayekuja mbele yake. Tena anasema kabisa kwamba yeye alianza, mimi namalizia wanaume waliobaki. Akifikiri analipiza kisasi. Lakini kumbe kuna tunu kubwa sana iliyokuwa ndani ya huyu mwanamke, heshima kubwa sana mbele za Mungu na wanadamu, ambayo mwanamke huyu ameipoteza, amekuwa kama takataka kwenye jamii. Lakini alifikiri analipiza kisasi. Unajidhalilisha na kujiumiza tu wewe mwenyewe. Kwa hiyo kisasi kinakuumiza na kiroho unaingia kwenye upotevu wa kupitiliza. Kwa hiyo wewe mwanamke ambaye leo umekaa unalia, umekaa unaumia, roho inakuuma, kwa nini huyu mwanaume amenitenda hivi? Roho inakuuma wakati mwingine amekusaliti, wakati mwingine unaona hanijali, hanisikilizi, hanithamini. Ujumbe huu ni kwa ajili yako. Jilinde. Kwa wale tunaopenda neno la Mungu, utauona ujumbe huu kwenye Injili ya Luka sura ya 17 ule mstari wa 3. Injili ya Luka sura ya 17 mstari wa 3. Neno la Mungu linasema, jilinde, kama ndugu yako amekukosea msamehe. Jilinde, kama ndugu yako amekukosea msamehe. Usiposamehe, umeondoka katika kujilinda, na adui atakuangamiza wewe kwanza. Akikumaliza wewe ambaye ndio umekuwa mtu bora anayekutafuta, ndio atamaliza huyo mwanamume wako ambaye inawezekana ni pengine alikuwa na tabia hizo tangia. Atamaliza na watoto, atamaliza na biashara, atamaliza na vingine vilivyobaki. Baada ya kukumaliza wewe, inaonekana wewe ndio ulikuwa nguzo, ndio aliyekuwa anakutafuta. Kwa hiyo jilinde. Shetani alikuwa anakutafuta wewe, unapoona unaumizwa anakutafuta wewe. Jilinde ili wewe uwe salama, lakini kupitia wewe Mungu amponye huyo mwanaume, aponye hao watoto, aponye hizo biashara, aponye vitu vyote vinavyokuzunguka, na wote muwe salama.